Lakini nizungumzie tukio hili la leo. Niwapongeze sana kwa utaratibu huu ambao mkurugenzi mkuu penginepo ameelekeza kwenu, lakini au ni maamuzi ya meneja kufanya iftari hii ya pamoja. Kila mmoja wetu mnafahamu ana uwezo wa kula kile ambacho Mwenyezi Mungu angemjalia kula, lakini mmeweza kuandaa iftari hii ambayo imetukusanya pamoja. Imetukutana sisi wote, kila mmoja hapa anatoka kwenye wilaya yake. Kwa hiyo angalau leo pamoja tunatoka taasisi moja, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, lakini tumeonana, tumezungumza, tumesalimiana, tumebadilishana mawili matatu. Kwa hiyo hii ni moja ya faida kubwa ya kuweza kuwafuturisha watu katika kipindi kama hiki, kwa sababu kwanza inaleta upendo, udugu na mshikamano, ambapo leo hii tunaweza kukutana hapa na kubadilishana mawazo, lakini kuweza kula kwa pamoja kama ambavyo tumefanya. Lakini tendo hili ni tendo la ibada. Kwa nini nasema ni tendo la ibada? Faida za anayemfuturisha mtu au anayempa mtu chakula kwa lugha nyepesi ni kubwa sana katika mwezi huu. Kwanza, yule aliyofunga anapata thawabu, lakini wewe ulimpa chakula nao unapata thawabu kama yeye alivyopata bila yeye kupungukiwa. Kwa hili ni jambo kubwa mno la kiibada ambalo mmelifanya, uweze kusaidiana pale kwenye mahitaji. Lakini kama nilivyosema, kila mmoja kwa nafasi yake. Tupo kwenye mfungo mtukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia tuko kwenye Kwaresma. Sasa hii nini inatufundisha? Ni kipindi ambacho kila mmoja kwa nafasi yake. Wapo wenzetu wana mahitaji makubwa, hawana hata mlo wa siku moja. Ni wakati sasa kila mmoja kwa nafasi yake uweza kutoa kile alichonacho, uweza kumsaidia yule mwenye mahitaji. Maono ya Mheshimiwa Rais. Nyinyi ndio wabeba maono ya Mheshimiwa Rais katika kukuza na kuendeleza sekta yetu ya kilimo ambayo inaajiri zaidi ya 65% ya Watanzania wote. Kwa ninyi mjichukue kwamba mmebeba maono ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini la pili, mmebeba matumaini ya Watanzania. Matumaini ya Watanzania. Kwa hiyo kazi mliopewa sisi Watanzania wengine, ninyi tunaona yani ndio kioo, ndio mlioshika usukani wa kutuongoza tuelekee wapi katika kilimo cha kisasa na kufuatana na hali hii ya mabadiliko ya tabia nchi. Ni dhamana mliokuwa nayo ninyi kwa majukumu haya mliopewa. Matumaini ya Tanzania kwa kwenu, jicho la Dr. Samia Suluhu Hassan liko kwenu. Ni ninyi tu sisi, na sisi viongozi wenu tunawategemeeni ninyi. Wakisema food security, ule usalama wa chakula, sijui kama tunaelewa nini kwenye food security. Mtu mwenye njaa haongozeki, si ndio? Mwenye njaa haongozeki, lakini mwenye shibe wao hitaji kumhubiri sana. Utaongea tu maneno mawili utashakuelewa tu. Tunasimamia shughuli zote za umwagiliaji kwa mustakabali wa wakulima wetu. Kwa hiyo mimi niwaombe sana tufanye kazi kwa bidii. Changamoto ni sehemu ya kazi, lakini kwa kichache tulichokuwa nacho tujitahidi tusimamie. Hela nyingi serikali imewekeza katika miundombinu ya umwagiliaji. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nadhani mnafahamu hapa tu kwa mkoa wa Mbeya serikali imesha investi takribani zaidi ya bilioni 108 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji. Na tunafahamu miongoni mwa hubs za chakula nchini Mbeya naye ni mojawapo, iko ndani ya 3 bora. Kwa hiyo naomba sana iftari ya leo tukitoka hapa twende tukavute soksi zetu, tuhakikishe kwamba tunachapa kazi. Mkurugenzi mkuu Tume ya Taifa ya Umwagiliaji ametuamini, ametuleta hapa ili tufanye kazi ya kumwakilisha, lakini tusiwaangushe viongozi wetu pia. Na kama kaida yetu tuko tayari kupambana kuhakikisha ile maono ya Mheshimiwa Rais tunafikia. Karibuni sana kwa wakati mwingine, sisi ni wapiganaji na watoto wetu.